Mechi yako ya kwanza ukiwa na jezi ya Young Africans. Mimi nikafunga hat-trick. Mimi sijakushuhudia, napata tu story kutoka kwa wazee wetu. Wewe umetoka mkoa gani? Katikati hapo uliona mkoa wote ule ambao unaweza ukacheza mpaka wakakuita mwizi. Kulikuwa kuna vitu fulani alikuwa anavitumia kwenye vyumba, sisi tulikuwa tuelewe. Pia hali ilikuwaje? Tukaambiwa tuwabebe. Hapo ilikuwa ngumu sana kuonekana. Tunaogopa sana watu wa Simba, viongozi wa Simba hata kupita katika mitaa yao. Wakao sisi hatutaki hela sisi tunazo basi. Karibu sana kwenye Daily News Digital. Leo tumepata nafasi ya kufanya mahojiano na mmoja kati ya wachezaji makocha ambao wamefanya vizuri kweli katika soka la Tanzania. Huyu si mwingine, sisi wanahabari tunamtambua kama shemeji yetu. Ni shemeji wa wanahabari kwa sababu mke wake ni mwanahabari nguli kweli kweli ambaye amefanya vizuri kwenye tasnia ya habari Tanzania. Huyu si mwingine ambaye tunaye leo ni coach Charles Boniface Mkwasa. Master coach, habari yako? Nzuri. Heshima yako mkuu. Safi kabisa, karibuni sana. Asante sana, tunashukuru. Sasa hivi vimepita vizazi vingi tangu wewe umeachana na mpira kuucheza. Kwa hiyo huenda kuna vizazi havikujui, havimjui Mkwasa ni nani hasa kwenye mambo ya mpira. Pengine inawezekana wamemjua tu ni coach, wamemuona. Kwa hiyo leo tungetamani tujue kila kitu kuhusiana na coach Boniface Mkwasa. Mkwasa ni mtu wa wapi? Yaani mtu akikaa hivi akijua bwana Mkwasa labda ni mzaliwa wa wapi, kakulia wapi? Mimi kwanza niwachukue nafasi hii kukaribisheni sana, na nimefurahi pia kuja kupata machache kuhusu historia yangu, kwa sababu wengine wanaonana nao tu wananiona kunizoea kwenye maruninga haya. Lakini ni vyema kuja kama hivi kuona wapi naishi na pia kuhabarisha watu wajue mimi niko namna gani, hali yangu, afya yangu iko vipi. Mimi ni mzaliwa wa Morogoro. Na mama yangu ni Mluguru wa pale pale Morogoro, lakini alikuwa ametokea sehemu moja inaitwa Mlali. Kupita kama una wenyeji kidogo, kupita Mzumbe sekondari, kuna chuo cha IDM pale. Unanyosha barabara, unaacha Iringa Road ya zamani, alafu unakata kushoto na kuna kijiji kimoja kinaitwa Mlali, ambayo ndio njia inakwenda Mgeta. Mlali iko wilaya ya Mvomero. Sasa mama watoto wangu alishawahi kuwa mkuu wa wilaya eneo lile. Kwa hiyo kipindi cha Mheshimiwa Kikwete wakati ule. Kwa hiyo mimi nimezaliwa pale. Baba yangu ndio ametoka mitaa ya Mbeya huku mpakani. Ndio maana hata jina lenyewe linaonekana kama ni geni kwa Watanzania. Lakini alikuja hata Morogoro pale akaanza maisha, akakutana na mama. Basi sijui maisha kaendaje, mimi ndo nikazaliwa hapo. Mimi nimezaliwa pale Morogoro mjini kabisa. Nyumba yetu ipo karibu na Mount Uruguru, just opposite yani na Mount Uruguru pale pale, yani hata kelele zote kutoka soko kuu nani pale sisi kwetu tunasikia. Yaani kiufupi wewe ni mtoto wa mjini. Mtoto wa mjini pale. Lakini mtu wa mjini aliyestaarabika. Mtu wa mjini anaweza kuwa mtu wa mjini anaweza ana mambo mengi, Kwa hiyo nimesoma pale, nimeanza shule mwaka 62 nafikiri, kwa sababu mimi nimezaliwa mwaka 1955. Na wakati tunaanza kusoma kwenda kuandikishwa shuleni ni kwamba mimi wakati uhuru unakuja, mimi nilikuwa nimeshazaliwa tayari na kama miaka 5 hivi au 4-5. Kwa hiyo nilikuwa sielewi kinachoendelea zaidi ya kusikia tu kama watu wanapiga kivigelegele na nini. Kwa hiyo nikaja kwa hiyo mwaka 62 nikawa nilikuwa mkubwa kidogo, kwa hiyo nikaonekana nastahili kuingia darasa la kwanza. Sasa nikaandikishwa. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa Mchikichini. Iko karibu kama unaenda railway station pale Morogoro, kwa wenyeji Morogoro wanapaelewa. Kuna shule moja ilikuwa jina maarufu sana inaitwa Father Kanuti. Father Kanuti ni mjomba wa Mheshimiwa Sofia Simba. Alikuwa kiongozi wetu, mbunge wetu. Kwa hiyo ana ujomba fulani. Kwa hiyo alikuwa endo anasimamia lile kanisa la pale. Sasa wakati tunatangaziwa kanisani kwamba kuna jamani nafasi za shule ziko wazi, kwa mimi ikabidi niende sasa kwenye Mchikichini pale. Tulifika Mchikichini kwenye ile shule, kwa hiyo watoto wengi sana walikuwa zaidi ya 100. Kwa hiyo tukaambiwa haya wanahesabiwa watu kama 20, okay, kundi hili linakwenda shule fulani.
kundi hili linakwenda shule fulani. Kwa mimi nikachaguliwa kundi moja ambalo linakwenda kusoma Kilakala Primary School. Kilakala Primary School ni eneo moja ambalo linakwenda Kilakala Secondary School kwa wanawake kule. Lakini sasa shule yenyewe iko karibu na Field Force hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa shule yetu pale, ndio nimeanza darasa la kwanza pale. Kwa hiyo nimesoma pale. Basi tukaenda na kamaliza darasa la 7. Bahati mbaya sana kipindi kile ufaulu ulikuwa sio kama siku hizi. Sio kama sasa hivi. Sasa hivi manake shule nzima ilipasi mtu huyu mmoja. Na si kama wewe wengi walifeli, lakini sasa kutokana na nafasi zenyewe. Nafasi shule pia ni chache za na pia ilikuwa inaangaliwa labda kama huyu mtoto babake au mamake afisa elimu namna fulani, unajua kipindi hicho bado hatujakaa vizuri na mwalimu ndo anajitahidi kwenye kupata uhuru sasa, unaona. Kwa hiyo tukawa nimesoma pale miaka 7 pale. Nimesoma na wengi vijana wengine washatangulia mbele ya haki. Nimesoma na Hashim Kambi, yule alikuwa msanii tulikuwa naye. Na ni bahati nzuri naye mpaka na sekondari. Kwa hiyo tulivyotoka pale, mamangu alikuwa anafanya kazi hospitali alikuwa nasi pale hospitali. Na kitu kimoja cha kushangaza ama cha kufurahisha ama pia ni kama mshtuko ni kwamba mimi nilikuwa ni mtoto wa pili kwa kuzaliwa. Kakangu alikuwa yuko boarding. Sasa mimi nilikuwa nyumbani nakaa na mama. Sasa mama akiwa na night shift. Sasa mimi hawezi kuniacha peke yangu nyumbani. Kwa hiyo mimi sasa nakwenda hospitali, napeleka mama, nachukua madaftari yangu na uniform na kuna na begi, alafu nakwenda hospitali. Kufika hospitali kama kwenye ward namba 11, kuna kitanda kina mgonjwa, basi natia neti pale, nalala pale. Asubuhi nikiamka natia ndani zangu free kabisa, yani hamna shida. Kisha kunywa chai pale ndani zangu shuleni, kwa sababu ilikuwa sio mbali kutoka pale shule hospitali kwenda shule. Kwa hiyo nimeishi maisha hayo, lakini sio kila siku. Ilikuwa zile siku ambazo napangiwa night mama anakuwa kazini. Sawa kochi. Tukiishia hapo kwenye elimu ya msingi kwamba tayari tumeona ushamaliza elimu ya msingi pale, na kama ulivyoeleza kipindi kile recruitment ya kuendelea ilikuwa kidogo ngumu kutokana na miundombinu pia ilikuwa michache kipindi kile, wasomi pia walikuwa wachache. Sasa ilikuwaje yani kuingia kwenye soka? Yani labda ni mzee alishaikuwa mchezaji, mzee Mkwasa mwenyewe, au labda ndugu wa mzee? Yani mimi nimejikuta kusema kweli, hakuna katika familia yetu na ukoo wetu sisi aliocheza mpira. Wajomba zangu, wapwa zangu, si nani watoto zao nini, hamna mtu yote. Yani sisi wakati tuko pale tumekuwa, tulikuwa na timu yetu ya mtaani. Yani timu yetu kama mtaani kanaitwa Skyline, tukapa majina tu. Na uwanja wetu ulikuwa pale, kama mtakumbuka, hapa msikiti wa India hapa Jamatini pale, pana kushoto kuna benki ya NMB. Sasa pale palikuwa na uwanja pale, ndio sisi tulikuwa tunafanyia mazoezi pale, tulete makaratasi, wakati mwingine tulikuwa tunachanga, tunanunua kagozi, tunacheza pale. Kwa hiyo ndio tulianzia pale, na tulikuwa na timu ambayo baadaye tukawashawishi wachezaji wa jirani kutoka mitaa jirani, kwa mfano kama Omar Hussein, kakake Abdalla Hussein. Tulijaribu kuwashawishi wakaja kwetu, wengine kwa tukia Nunge hapa Nunge hapa naita Nunge hapa kwenye stand fulani hivi, ukitoka Msamvu kuna roundabout hapa kabla hujaingia mjini pale, pana CRDB pembeni, basi mitaa pale vijana wote masika wote walikuwa wanakuja pale. Kwa hiyo kana timu moja kubwa sana. Sasa tulikuwa tunafanya mazoezi ya kila mara pale jioni wakati wa likizo. Sasa wengine sisi tulikuwa yani tulipenda sana mpira. Kwa hiyo unakuta sasa ukitoka shule na yani bado na uniform zako na madaftari umeweka pembeni, unaanza kucheza ndiki pale. Kwa hiyo napigwa ndiki pale, na unajua hainaga time. Ukiwa dogo haina muda, si saa ngapi. Yani unacheza tu kuanzia pengine saa 9 mpaka saa 12. Mpaka jua lizame. Mpaka siku hiyo utafuta na fimbo. Basi kwa nikawa tulikuwa tunapenda of course. Kwa hiyo tukacheza. Sasa tukawa na shida moja kwamba wakati ule soko kabla lilijengwa la Kingalu lile, sasa kulikuwa kuna soko la zamani, na washabiki wa mpira wote walikuwa na wafanya biashara sokoni. Kwa hiyo ikifika jioni wanakwenda Jamhuri, wanapita pale kwenye ile benki kama NMB iko pale. Kwa wanapita pale. Sasa wakipita pale wakiona ndiki tunacheza sisi, kwa hiyo wanaona mbona hapa kuna mpira mzuri kuliko kule. Kwa hiyo kwa sasa hawaendi kule wanakujia pale, wanakuangalia, tuangalia. Sasa watu ikadraw attention ya watu wengi. Basi baadaye ndio
wakaja watu wa Mseto. Nakumbuka alikuja marehemu Mohamed Msomali ndio alikuwa kama kocha. Wakaja na kuna kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Karama, alikuwa yeye ndio kama mfadhili wa klabu. Ndio akatuchukua sasa ile timu, akatuchagua wachezaji kama 6 hivi, ndio tukaingia kwenye wakachukua kupeleka Mseto. Mseto kwa nafanya mazoezi yao kikundi hapa pale sio mbali, yani maeneo ya karibu pale. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya mazoezi pale. Kwa hiyo ndio tukaanza kuonekana sasa na Mseto. Sasa mimi bahati nzuri nilikuwa karefu kidogo na wengine walikuwa fupi. Kwa hiyo mimi nikapata promotion na kwenda kwenye timu ya wakubwa. Na si labda kwa sababu aliniona naweza. Kwa hiyo nikaanzia hapo. Kwa hiyo nikawa nacheza sasa timu ya Mseto sasa. Kwa hiyo nacheza Mseto na mashindano ya kwanza kabisa nakumbuka Mseto tulikuwa bingwa pale Morogoro, tukaenda kucheza ligi. Unajua zamani ligi ilikuwa inachezwa kila bingwa wa mkoa anakuja kucheza kama ni Karume pale ndio inachezwa ligi pale. Kwa hiyo tukawa nakuja, lakini tulikuwa bado wadogo, hatujapata nafasi kwenye timu ya kwanza. Kwa hiyo nikaanza kuonekana hapo. Kwa hiyo nimecheza sasa mpaka mwaka 73 ndio tukawa na timu sasa kubwa, na sisi tulikuwa kubwa, tukachukua ubingwa wa Tanzania, yani klabu bingwa ya Tanzania na kucheza Champions League wakati ule kwa kombe la klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo tumecheza tulifungwa na Green Buffaloes ya Zambia tukatolewa, lakini tulishinda raundi ya kwanza, raundi ya pili tukatoka. Kwa hiyo ndio safari ambayo nilianzia kwenye mpira. Tukaishi hapo, tukacheza. Sasa baadaye mimi nilipata ajira ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwanza kabisa kabla hiyo ajira nilipata wakati namaliza form 4, maki nilisoma Forest Hill Secondary School na pia nilisoma na Mariam Kambi, pia tulikuwa darasa moja. Sasa nilipotoka pale nikapata appointment offer ya kwenda kusoma chuo cha polisi Moshi, kusomea askari. Sasa mimi sikuwa by then inakuja ile offer tayari mimi nina ajira ofisi ya mkuu wa mkoa. Ambao ulikuwa kama nani sasa hapo? Kama karani wa uhasibu, tunatengeneza pale ofisini. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi za uhasibu pale. Kwa hiyo sasa sikuona sababu ya kwenda polisi wakati tayari na ajira. Sasa wakati tunaendelea na mazoezi pale na mechi na Mseto kwa mabingwa nini, tulivyorudi sasa timu nzima ya Mseto ile ikachukuliwa kwenda Tumbaku akawa na timu. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Eliatu, kwa mzee mmoja marehemu, naye alikuwa ni mzee mmoja Kichaga hivyo, alikuwa anapenda sana mpira. Kwa hiyo akaanzisha timu pale, akakusanya wachezaji wote wale maarufu wote wa Mseto, karibuni 75%. Wachezaji wote tukaenda Tumbaku. Kwa hiyo tukawa Tumbaku, sasa tukawa tunacheza Tumbaku. Lakini bahati mbaya ni kwamba wachezaji bora wote wale ambao tulichukua na ubingwa wa Tanzania hatukuweza kuchukua ubingwa wa mkoa, kwa sababu iliundwa tena, watu wale waliunda timu ya reli. Ndio watu kina Samoni Mogela, watu na nani. Kwa hiyo ilikuwa tunashindana nayo wale. Lakini siku zote yani sisi tuna timu nzuri ambayo tulikuwa bingwa wa Tanzania, lakini tulishindwa kuchukua ubingwa wa mkoa. Si kwa sababu kuna fitna gani, lakini tulijitahidi sana ikashindikana. Sasa ndio ikatokea fursa ya watu wa Yanga wakaja Morogoro kututafuta. Sawa, kabla hatujafika kwenye safari ya Yanga hapo, umemalizana na Mseto, umeenda Tumbaku, watu wa Yanga nao wamekuja. Mtazamaji wangu angetamani kujua kwamba hii njia yote ambayo ulikuwa unapita, kuna support yoyote kutoka kwa familia? Kwa sababu umesema umesoma la kwanza mpaka la 7 ya kipindi hicho, ukasoma form 1 mpaka form 4. Familia, wazazi waliwezaje kukumanage kuweza kufanya vizuri kwenye michezo, lakini pia kuweza kufanya vizuri darasani? Kwanza kama wazazi, maana mimi nimeishi sana na mama zaidi, na sisi kwetu watu wa Morogoro, yani mtala wetu, tunaamini kwamba mtoto ni wa mama, sababu yeye ndio amemzaa. Yani baba anaweza kuwa anybody can be a father. Kwa hiyo tumekuwa na huo kwamba zile ni matrilinear society. Kwa hiyo sikuwa na malezi ya pande zote mbili. Kwa hiyo mama alikuwa anajitahidi kwa sababu naye alikuwa anafanya kazi hospitali. Kwa hiyo tule senti kidogo anatupata kwenye mshahara wake, na mshahara wake kwa mdogo, ananisupport mimi, na father naye alikuwa bado anasupport. Alikuwa anatuma hela labda shilingi 200 shilingi ngapi, lakini sikuwa ni nyingi sana by the time. Kwa hiyo zinasaidia pale, zinasaidia shule huku na nini, lakini mambo ya mpira hakuna mtu alikuwa amenisupport. Actually mama alikuwa hapendi kabisa nicheze mpira kwa sababu nilikuwa ni mtundu sana. Unaona? Kwa mimi nikitoka asubuhi narudi usiku. Nikitoka siku ngapi, yani mpaka siku nyingine ananitafuta na mimi na fimbo. Yani akija ananivizia hivi na kwenye mazoezi natoka hivi.
ananichapa, kwa mimi nakimbia mbio na wao nyumbani. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni mtundu, yani nilikuwa ni mtundu kupitiliza. Lakini mpira sasa tulikuwa tunauweza kwa sababu tulikuwa tunashindana na watoto wengine ambao nao walikuwa wanacheza pale. Kwa hiyo ndio tukawa tumepata hizo changamoto, lakini sikuwa na mtu yote wa karibu ambaye amenishawishi labda hivi. Ni wenyewe tu grupu letu la pale watoto wa mtaani ndio tukawa tumejiorganize namna hiyo. Sawa, Yanga wamekuja mezani, wanakutaka uhamie mjini. Tuendelee, ulishia hapo. Yanga kweli walikuja na walivyokuja wakati huo barabara ilikuwa ni barabara sio hii ya sasa hivi, ilikuwa ni barabara ya one way. Ndio hiyo unapokwenda kama ilivyo sasa hivi, lakini ilikuwa nyembamba sana kwa sababu ilitengenezwa baadaye ikatanuliwa kidogo. Kwa hiyo walikuja viongozi kutoka Dar es Salaam. Wakaja pale wakafikia hoteli moja inaitwa, walikuwa wamefikia pale karibu na panaitwa Ajib hapa karibu na kanisani hapa karibu na hospitali pia. Sasa wamekuja tayari wamesha tu invite sisi kutueleza kitu gani kinafanyika. Sasa kumbe kuna washabiki wa mpira wanaona kwamba sisi tutatoka Morogoro, kwa hiyo tukiondoka Morogoro tutapunguza uwezo wa mpira. Uhamasishaji utapungua. Wakaenda kushtaki polisi. Kwamba kuna majambazi wamekuja wanataka kuvamia Ajib. Basi askari wakaja pale na bunduki na magari. Kama unajua tena wanapoingia askari wamekuja pale, kumbe hamna chochote bwana, ni viongozi wakachukuliwa wakatembezwa. Sasa wamefungwa mashati. Namkumbuka mzee mmoja alikuwa na marehemu mzee Njawa, alikuwa anafanya kazi, alikuwa boss NBC. Umeona? Kafungwa shati. Wamefungwa shati, wameambiwa mikono aende hivi, wanaenda. Umeona? Wanapeleka polisi sio mbali kutoka pale, wakapelekwa kituoni. Wakawa sasa wamefunguliwa mashtaka pale. Nyinyi majambazi sio mmekuja. Basi sema majambazi, tumekuja kwa ajili ya mission zetu na wachezaji hapa. Kumbe watu waliona kama sisi tutaondoka. Nyinyi mtaondoka. Kwa hiyo wakaenda kuwashtaki wale wakatiwa, lakini baadaye wakaachiwa wakaondoka. Ndio akatupa sasa time ya kujiandaa ili tukipata na hii tuweze kwenda Dar es Salaam. Sawa, safari yako ya kwanza unatoka Morogoro kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kujiunga na Young Africa. Siku ya kwanza kabisa unafika kambini, ulisema maneno gani? Yaani wewe kujizungumzia mwenyewe moyoni mwako. Kwanza ilikuwa kama ndoto, yani kwanza sikuamini. Na kipindi kile Yanga wako kwenye mgogoro, walikuwa kwenye mgogoro tuseme wa kutoa timu nzima kwa wachezaji wote wale ambao walikuwa wanaonekana kama ni changamoto kwenye timu. Kwa hiyo wakaleta sasa watu wengine, umeona, lakini bado wakaona kama wale waliokuepo pale, kwa sababu wengi walichukua kutoka B na wachache ambao walichukua, lakini bado hawakuwa na timu ambayo inaonekana kwamba inaleta ushindani kwa Simba. Na ndio kipindi kile ambacho Simba aliwafungaga Yanga goli 6 kitu kama hivyo. Kwa hiyo wale sasa wana lengo la kujenga timu upya, yani kutafuta wachezaji ambao wa kufanya Yanga iweze kusimama. Kwa hiyo maana ile kufika tu Dar es Salaam, kitu cha kwanza manake Dar es Salaam tunakujaga tu kwenye kucheza mechi labda Karume pale tunarudi, au uwanja wa Taifa wa zamani pale tunarudi, lakini kupita mitaa mingine si kwa hivi ilikuwa katule bado, japo kulikuwa kuna vurugu kama siku hizi, lakini ilikuwa ni vigumu zaidi kuweza kuwa na wenyeji wa kupita huko. Kwa hiyo tukatafutiwa tu hoteli, umeona, tukawa tunalipiwa hoteli. Kwa hiyo tunakaa tu hotelini, tunakwenda kwenye mazoezi na nini, baadaye ndio tukatafutiwa nyumba tukakaa. Lakini mara ya kwanza kabisa, kwa sababu na sisi tulivyoingia sikuwa peke yangu, tumeingia wengine. Alikuja Ala Shomari kutoka Arusha, alikuja Kinye, alikuja na wachezaji kama about 5 hivi, tumekutana kwa pamoja ndio tumekwenda sasa Yanga. Kwa hiyo tukachukuliwa tukawekwa sehemu wa klabu ikawa inalipa pale, baadaye ndio tukatafutiwa nyumba. Kwa hiyo tulikuja pale, lakini hatukuwa na ile ceremony kama siku hizi, kutambulishwa nini, vurugu nyingi. Utambulisho wetu ulikuwa kaunda. Unapokuja mchezaji mgeni kaunda pale, wakati kabla hajaharibika. Unapokuja mchezaji mgeni kaunda, yani hakuna trial yako wewe ni wewe. Trial yako wewe ni wewe mwenyewe kwenye mazoezi pale. Kama unaweza watakuona kwamba yule anaweza. Washabiki yani wamejaa watu mpaka kwenye uwanja pale. Wakikuona kwamba wewe
uwezi, yani unataka tu kuja pale lakini wewe uwezi, wanakuambia wewe umetoka mkoa gani? Mimi nimetoka Mwanza, si Shinyanga. Hivi kutoka Shinyanga mpaka ufike Dar es Salaam katikati hapo unaona mkoa wote ule ambao unaweza ukacheza timu yote CDA mpaka uje Yanga huko. Wewe bwana, chukua vaa nguo zako rudi kwenu. Bado kajifunza afu uje tena. Ndio ilikuwa interview iko hivyo. Kwa hiyo lakini ukishapita pale utapewa na jina. Kwa sababu sasa wewe unakuwa unafanya vitu adimu ambavyo wanavitaka. Na watu walikuwa wanakuwa mpaka kwenye uwanja mle wanajaa mazoezini. Watu wako wengi sana. Kwa hiyo ndio ilikuwa tunafanya hivyo. Kwa hiyo fika pale tu tukaja na kujiamini. Unaona, tukawa tunafanya sana mazoezi wenyewe asubuhi, tunakwenda beach, tunafanya club pale, tunafanya high jumps zile za kwenye nani tunafanya, basi tukawa tunaendelea vizuri na tukapata mafanikio mazuri sana baada yake. Mechi yako ya kwanza ukiwa na jezi ya Young Africans, timu ambayo ina mashabiki wengi kuliko timu ambazo umecheza hizi za Mseto pamoja na Tumbaku. Siku yako ya kwanza unaingia uwanjani na ule umati unakuona, ulikuwa katika hali gani coach? Kwanza tulizoea kutokana na tulikuwa nafanya mazoezi kwenye watu wengi. Na trial nyingine ilikuwa ukitoka Kaunda kuna mechi za Karume, kuna mechi za kirafiki pale, mnaweza kuchana Cosmo, mnachana timu gani, kwa hiyo pale watu wanakuwa wanaona. Kwa hiyo pressure umeshazoea. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kilikuwa kinatupa nguvu zaidi, yani ukifanya kitu unasikia washabiki. Watoto wa mjini wanasema chips zinakangwa. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa yani watu wanafurahi, yani wanafurahi vile vitu ambavyo unavyofanya pale. Na sisi sasa tunakuwa tuko mara nyingi tunakuwa na creative, yani tunakuwa na ubunifu wa kujaribu kufanya ili kuwafurahisha watu wengine, kuwafurahisha. Japo hatakuwa na kipato kikubwa sana. Kwa sababu mimi nikikwambia hata Yanga walisajili kwa shilingi elfu ngapi, si kwa 7,000 kitu kama hiyo, registration back days. Wakati huo 7,500. Na hata hivyo ilikuwa sijamalizwa mpaka 5,000. Basi kwa ndio timu yetu inapokwenda hivyo basi tukaiacha hivyo. Lakini mechi yangu ya kwanza kabisa ilikuwa mechi za Karume pale. Na mechi nyingine zilikuwa pale Kaunda. Sasa unapokuja kwenye uwanja wa Taifa, maana yake unacheza na Simba au unacheza na mechi ya kimataifa labda. Kwa hiyo ndio hivyo tumepokelewa pale. Of course tulikuwa tumepata ushirikiano mzuri kutoka kwa wachezaji, na si tu kwamba walikuwa wanaona pia kazi ambayo na juhudi tunaifanya, lazima tupe respect pale. Unaona, basi tukaanza kupata majina pale, tukawa tunapata. Bahati nzuri na mimi sasa nilisoma wakati namaliza shule nikasoma business hapa chuo cha uhasibu Kurasini pale. Ndio nilisoma accountants pale. Na ndio ile nipa kile cheti ndio kilinipa ajira sasa cha mkoa pale. Kwa hiyo sasa kile cheti kanisaidia mimi pia kwenda kufanya interview ya Tanzania. By the time wasome hawakuwa wengi. Basi nikapata ajira ya Tanzania. Huku yani huku bado ndiki unaizima Yanga na mwaka wa kwanza nimecheza bila ajira. Mwaka wa pili tukapata ajira. Mimi nilipata ya Tanzania, kwa nikawa Tanko Taus pale kufanya kazi ya uhasibu. Na nilikuwa nafanya kazi vizuri tu, nafanya kazi zote, nafanya kazi za mpira huku na pale, kwa sababu alikuwa anajua mimi nacheza mpira, kwa hiyo wananiruhusu pengine saa 9:30 kuondoka. Na kitu kingine ni kwamba kwa kuwa nilikuwa naonekana muhimu kwenye timu, kwa hiyo walikuwa wananichukulia taxi, yani mimi nikitoka tu pale nachukua taxi inanitoa pale ATC House, Tanko House, na nipeleka Kaunda. Alafu mimi nikishafika pale, kwa sababu si wanakaisha ticket, kwa hiyo ile taxi driver analipwa na club. Tena mtu alikuwa anaendesha, mnaweza kuwa mnafahamu Motisha, kama mnamfahamu, mshabiki mmoja wa Yanga Motisha. Sasa hivi alikuwa mtu mzima kidogo. Yeye ndio alikuwa ana drive taxi, kwa hiyo anachukua taxi pale na mshusha Kaunda, naendelea na mazoezi. Kimaliza pale na wakatutafutia nyumba Fire, tukawa tunakaa Fire. Na kabla ya Fire tulikuwa tunakaa nyumba mtaa Udoe pale. Kwa hiyo tuko karibu na klabu, facilities ziko pale, ukitaka kwenda kufanya mazoezi unakwenda, ukitaka kukimbia kwenda beach unaenda. Kwa hiyo na ndio maana tuweza kukaa na muda mrefu tukiwa na performance nzuri. Sawa, ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau katika maisha yako ya Young Africans mpaka unakuja kustaafu miaka 1990 huku? Ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau? Tuanze na tukio zuri la kukumbuka, lakini tutaongelea na tukio ambalo gumu huwezi kulisahau kabisa, kwamba ile changamoto ile bana. Tukio ambalo linanipa rekodi nzuri ni kile kipindi ambacho tulikuwa tunacheza na Small Simba mechi ya finali. Unajua kipindi cha nyuma ligi ya Tanzania
ilikuwa inachezwa, alafu baadaye unaungana timu za Zanzibar. Kwa hiyo unacheza ligi ya muungano. Ndio bingwa pale sasa anapata kucheza Champions League. Wakati huo inaitwa Champions League, zamani ilikuwa inaitwa klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa toka tumeanza mechi ya kwanza ya kutafuta bingwa Tanzania bara hatujafungwa. Tukaanza ligi ya muungano, tukacheza mechi moja tukafungwa na Small Simba goli moja. Na wakati tumefungwa na Small Simba, na washabiki wetu sisi walipotea kuja kutusupport, kwa sababu Yanga wakati ule ni kwamba yani wanakuja mkifanya vizuri, wanakuja kama hivyo sasa hivi hawajabadilisha mentality hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba wana support sana, mbona wana support, lakini mkifungwa hawaji. Kwa hiyo sasa tukafungwa na Small Simba na tukakosa na penalty. Nakumbuka penalty walipiga Masha kama sikosei. Tukapiga tukakosa. Sasa tumerudi hoteli, tunawaambia jamani tumefungwa. Sasa na mechi bado, mechi ya mwisho na tunarudiana na Small Simba. Tunarudiana nao Dar es Salaam. Sasa tunafanyaje hapa? Jamani hapa hamna cha kufanya, tufanye mazoezi. Kwa hiyo tukakubaliana, tukarudi kwa umoja, tukaanza kufanya mazoezi, tunafanya mazoezi ya kutosha, mazoezi. Hata siku na Small Simba wale bwana tunacheza Small Simba, basi mimi nikafunga hat-trick. Magoli matatu, tukashinda goli 4 na sisi kwa tukio tupate point. Huku alikuwa anacheza Simba nafikiri na KMKM kitu kama hivi na timu ya Zanzibar, wakatoka draw. Kwa hiyo Simba angeshinda angekuwa yeye bingwa. Kwa hiyo sisi tulivyoshinda sasa tukawa sisi bingwa. Ligi ilikuwa na mvutano. Kwa hiyo ile mechi mimi nilifunga magoli matatu. Tulifunga magoli 4 lakini mimi nilifunga matatu. Sasa katika kawaida mpira wanaita hat-trick. Sasa mimi wakati ule mpira hatukupewa mpira, kwa hiyo sikuwa na mpira. Sinaweza nikadai labda akakubali kunipa sasa hivi, lakini tuseme hana kumbukumbu. Mlikuwa mpewe mipira. Ilikuwa atupewe mipira. Kwa hiyo tukashinda goli, tukapata ubingwa. Kuanzia pale sasa watu washabiki wakaanza kutujalia kwenye mazoezi, kwa sababu sio kwamba bingwa sasa. Kwa hiyo kwenye mazoezi wanakuwa ni wengi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukio la hat-trick ndio tukio ambalo kwangu lilikuwa lina last long, kwamba unalikumbuka vizuri. Na ushawahi kupiga hat-trick nyingine au ilikuwa hiyo hiyo tu? Ilikuwa hiyo. Kwa sababu ukikumbuka, of course mimi sijakushuhudia, napata tu story kutoka kwa wazee wetu, ulikuwa kiungo defensive midfielder. Yaani mimi nilikuwa multi purpose. Yaani inapotokea shida popote pale unaenda kusolve. Kwa sababu mimi mwanzo kabisa nilikuwa nacheza namba 8. Yaani namba toka niko huko nilikuwa midfielder wa juu hapo. Sasa wakati tulikuja Yanga, namba 6 ilikuwa marehemu Juma Hassan Mkambi. Ndio alikuwa namba 6. Alafu mimi nilikuwa namba 8. Alafu Maruseni alikuwa anacheza namba 7 au sangine namba 9 au Shabani Katwila au anacheza Hussein Idi, kunakuwa na hizo variations. Kwa hiyo tulikuwa timu ambayo ina combination nzuri. Sasa katika siku za baadaye kule tukawa tuna watu ambao nao wanakuja kila baada ya msimu kija wanakuwa wanaongezeka, wanaongezeka, tunakuwa na timu nzuri zaidi. Kwa hiyo tukawa tuna hiyo program. Lakini mechi ambayo nyingine niseme kwamba kama ulivyokuwa umesema maswali yako ya kutaka kujua mazuri na Sasa kitu ambacho kilinivuruga ni kwamba siku moja tulicheza na Ahli ambao walikuwa mabingwa wa Afrika mara nyingi kwenye klabu bingwa ya Afrika. Walitufunga goli 5 dakika kama 10 za mwisho. Unaona? Walitufunga goli 5 dakika 10 za mwisho. Unaona? Kwa hiyo yani hilo mechi mimi ndio sisahau. Tumepambana. Yani tumekwenda nao sambamba. Mpaka dakika ya 75 ndio wakatufunga. Na naamini kwamba wakati ule Ahli wanatengeneza jina. Kulikuwa kuna vitu fulani walikuwa vitumia kwenye vyumba, sisi tulikuwa tuelewe. Kwa hiyo ndio maana tukaja kipindi cha pili kidogo nguvu zikatuishia mwishoni, tukafunga goli 5. Sawa. Kuna tukio niliona sehemu mtandaoni kwamba bwana, kipindi cha Charles Boniface Mkwasa aliwahi kusaini kwenye timu mbili, Yanga na Simba. Alisaini Simba na mpaka wakakuita mwizi. Ni kweli. Kwenye timu zao wanakuita bwana, mkikutana Simba na Yanga wanakuita mwizi. Kwanza labda kwa uchache unaweza kutuambia hali ilikuwaje mpaka ikatokea ukasaini timu zote mbili? Unajua kwa kipindi kile ilikuwa ni kwamba wanajaribu kuangalia
uwezo wa mtu binafsi. Sasa ilikuwa kama sisi tukiwa Yanga tunaogopa sana watu wa Simba, viongozi wa Simba, hata kupita katika mitaa yao. Unajua alikuwa na maduka pale mtaa wa Jamhuri pale, unamkuta Azim Dewji yuko pale, kuna Saleh Ruhe, kuna shabiki sponsor wa Simba moja alikuwa na duka la michezo pale na travel agent pale. Kwa na mimi nje yangu kutoka Tanko House nikienda nyumbani napita pale, kama nakwenda nyumbani au nikitoka asubuhi kwenda kazini napita pale pale, yani ndio mitaa ile. Lakini sasa tulikuwa tunaogopa hata kukutana na viongozi kwa sababu kunakuwa na maneno mengi yanakuja kusema baadaye. Sasa kweli ilitokea, nafikiri kwa mwaka 1981 82. By then mimi ndio nilikuwa mchezaji bora wa baraza la michezo. Nilikuwa mchezaji bora. Sasa hiyo story ni kweli, wakanifuata viongozi wa Simba. Alikuwa mzee mmoja marembo, mzee Chamshama, na kuna tajiri mmoja alikuwa anatokea Nzega, alikuwa anaitwa Nasoro. Wakanifuata kwenye kambi ya timu ya taifa. Bana, tumekuja sisi, tumetumwa na Simba, tunataka uje kutuchezea Simba. Kweli. Sasa mimi rafiki yangu alikuwa Adolfu, ndio tulikuwa tuna partner wangu. Namwambia Adolfu, vipi mwanangu, kuna hiyo issue? Mwanangu, hiyo usicheleweshe. Siache, kaambia poa. Sasa wakaja mara ya pili tena. Kaambia you serious? Serious. Sasa mimi nikawatajia hela ambayo yaani mimi nilijua hawezi kuitoa. Na sio nyingi ili mshindwane. Nikutajia sasa hivi tunaona kama yani cha mtoto, lakini nikamwambia mimi kama mkinipa shilingi 45,000 nakuja. Mimi nakuja. Kweli. Basi subiri. Sasa tumetoka kwenye mazoezi jioni, tumefika pale nikasikia kuna wageni. Fika pale bwana, mzigo wapo 45 ya 45. Wamenipa sasa, wamenipa 25 cash. Ukisaini upate 20 wamenipa cheki. Cheki nipeleke benki, hiyo 25 cash. Yaani buni, yani mahela yako mengi. Kabana, mzigo umekuja. Basi mimi nikasaini chwa. Basi kachukua mzigo, habari zijaanza kuenea. Sasa ilikuwa inakwenda kwenye Jumamosi hivi. Sasa mimi nishatoa maelekezo vitu vyangu vihame kutoka Fire ambapo nilikuwa nakaa, nivipeleke kwenye nyumba mpya. Sasa kwa hiyo sisi tuko kwenye national team. Kwa hiyo sasa Jumamosi napewa off. Sasa Jumapili naamkia kwenda nyumba mpya. Sasa nafika pale, nakuta mwenye nyumba kaniambia kanipanga chumba cha uani kule ambako sio. Umeona? Nikamwambia mbona tukubaliana hivi? Umeona? Kwa nikamwambia dogo moja ambaye alikuwa anakaa nyumbani, nikamwambia hebu chukua hela hapa, tafuta kanta, pakia vitu vyote virudishe Fire. Kwa nikachukua mimi nikavipeleka Fire. Kwa nikavirudisha pale basi. Sasa tuko national team tunacheza, wakati siku tuna challenge na nini. Sasa habari zikaanza kuenea. Umeona? Habari zikaanza kuenea. Sasa siku moja nimekaa, ilikuwa Jumapili hivi. Hiyo Jumamosi ndio yani nimesaini Jumamosi jioni. Jumapili habari zikaenea. Sasa habari zikafika klabu pale, wakaja viongozi wazee wa klabu pale, watu wazima wamekuja pale ninapokaa, wakati tunakaa bado sijamia fani kwa nakaa Udoe pale. Wamekuja pale wazee wanalia, bwana haiwezekani bwana, haiwezekani. Sasa shida ambayo ilikuwa imetufanya sisi tushawishike, kwa sababu sisi ndio tunacheza. Yanga na Simba ikija sisi ndio tunacheza. Lakini sasa kila mwaka wanatafuta wachezaji wengine. Wakati wa kwa saini wanawapa hela. Sisi hatupewi hela. Na bahati mbaya ni kwamba wakati registration period sisi tuko kwenye mashindano ya challenge national team, labda mko Sudani au mko wapi mnakwenda kule. Kwa hiyo huku sasa kunakuwa yani ampati benefit yote, viongozi tu wanatengeneza signature yako pale shwa tayari, na hakuna picha, hakuna vidole, hakuna. Basi unasajiliwa, unakuta miaka 3 minne unakwenda hivyo. Sasa sisi ikifika sehemu ya registration tuko kwenye national team, kwa hiyo tupate benefit. Wale wanaekuja sasa ndio wanapata hela. Sasa ikija mechi crucial Yanga na Simba, wale hawawezi kucheza. Kwa hiyo tunacheza sisi. Sasa sisi kama jamani, nyinyi mnatuanzisha zamani, lakini wengine tunatoa sisi wapya. Mbona? Kwa hiyo ndio nikaeleza hivyo, lakini sasa baadaye nikawa huruma ikanijia sasa, wazee wanalia pale na nini. Basi sasa kwa sababu tulikuwa mabingwa tukaenda Kenya kucheza nani club bingwa Afrika Mashariki. Kisumu Sekafa. Tena kumbuka wakati ule mzee Odinga, babake Odinga huyo alikuwa rais yule Odinga mwenyewe baba yao ndio alikuwa kama chief, kama mkuu, kama meya hivi pale Kisumu. Sasa tulikuwa tunacheza mechi pale. Sasa tumecheza mechi moja na KCC. Katikati niko na waka sana, katikati nilikuwa vizuri sana. Kwa hiyo
Kwa hiyo nikatengeneza zile assist, nikamwekea makumbi moja kuanzia katikati pale, akapiga mashuti tukashinda, tukaqualify katika group ile, tukawa number 1. Kwa hiyo sasa tukaambiwa tuwabebe Gor Mahia kwa sababu wao ndio Wajaluo wako wengi Kisumu kule. Kwa hiyo akisema hatuwezi kuwabeba, wacheze wenyewe kwa uwezo wao. Wacheze watufunge. Lakini sasa Kisumu tayari ishaingia kwenye timu, kwa hiyo watu wakuonyesha nguvu kubwa. Mlirelax. Basi tukacheza sasa, hata hivyo tukawafunga. Sasa wakati ule mwenyekiti alikuwa marehemu mzee Said El Mamri. Sasa yuko pale, yeye yuko Sekafa ile secretary. Ongeleni sana bwana, kaja kanipongeza, ongera sana. Kaambia lakini mwenyekiti, mimi hapa nikirudi Dar es Salaam nimefungiwa na msala huu. Sema kweli umefanya kweli? Kaambia mimi nimefanya kweli. Umenishawishi nimeingia. Umeona bwana? Sasa wewe unataka kuchezea wapi? Kaambia mimi bwana, wacha nibaki Yanga. Kwa sababu ndio nishazoea. Umeona? Kwa sababu hata Simba waliponipeleka kwenye nyumba nyingine kale yako pale, wakaniambia tutatoa wachezaji wao, wewe uingie. Mimi nikasema hapana, siwezi kuingia kwenye nyumba ambayo ina wachezaji. Uhusiano na wale wachezaji itakuwa sina. Kwa hiyo nikawaacha. Kwa hiyo ndo reason ambayo nilikuwa nimewapa. Basi kwa hiyo mimi baada sasa ya kusaini pale, sasa nikaa wanakuja Simba wanakuja, kuna mzee Sanga ndo alikuwa katibu mkuu. Anakuja kutembelea wachezaji wake pale. Amina anitafuta. Mkwasa yuko wapi? Wakati Mkwasa haijajulikana bado. Charles Boniface yuko wapi? Umeona? Sasa wakasema yupo. Mimi nikaenda kuona naye. Sasa mwaka huu sisi hatutaki hela sisi tunazo, sio nataka watu. Kwa maana yake ile hela hata usirudishe. Wao wataka watu tu. Sasa katika watu na mimi ndio mmoja wapo. Unaona bwana, basi kaa ni mvutano pale, mvutano. Sasa nilipofika kwa Mamri nikamwambia bwana mwenyekiti, bwana hii ndio mechi zangu za mwisho. Kwa hiyo nikirudi nyumbani mimi si nani tena, siwezi kucheza. Akasema wewe unataka kucheza? Nikamwambia Yanga. Basi subiri. Akapiga simu radio wakati wa TBC, radio Tanzania. Ndio kitu cha pekee ambacho chenyewe ambacho kinasikika. Yaani ndio kipo hicho yani. Akasema bana, kuna tatizo limetokezea Tanzania kwamba Chazi amesaini huku na huku, lakini mimi kama mwenyekiti naamua awe mchezaji wa Yanga. Yaani that's imeisha. Hakuna mjadala. Simba anataka hela yao sasa. Kambia kesho hapa hamna. Wewe utachaje kesho yote huyo. Ila sasa ile benki wakareverse. Kwa hiyo sababu ulikuwa unaenda kuchukua. Na mimi nilikuwa sina akili ya kutoa haraka. Unajua bado wadogo watoto tuelewe maana yake ni. Kwa hiyo 20 yao wakachukua, lakini 25. Kwa hiyo ndio maana mimi sasa kaniita kama mwizi yani. Usiwahi kuwajela yao. Ndio ikaanzia hapo. Kwa hiyo ni hao wanasema ni sahihi. Umeona, lakini walikuwa wanaita iko siku moja tuwacheza Yanga na Simba. Alafu nilifanya vurugu kiwanjani pale. Yaani ile neno la mwizi likaishia pale. Umeona? Yaani nilikuwa nafikiri niliwafunga goli moja. Kuna mechi moja tuliwafunga pale goli moja, mimi ndio nilifunga. Kwa hiyo ikaishia pale. Yaani kuanzia pale hakuna tena mwizi, likaishia pale. Kwa sababu kwanza niliwatesa, niliwafunga. Alafu wakati ule alikuwa na mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Ezekiel Grayson. Tuliruka nikashuka chini, nikashuka kwenye mguu wake, akatoka nje. Umeona? Kwa hiyo niwafanyia vurugu. Kwa hiyo ikawa sasa imeisha. Na hata baada ya mechi nyingine tena zikawa hiyo story tena imepotea hiyo. Ile wanakutana nao mtaani kwamba bwana wewe umetuchukua hela yetu. Wewe mwizi tu bwana. Sawa kochi. Tumeona hizi vurugu zote kutoka Mseto, Tumbaku, Yanga, ukaitwa jina la mwizi, baadaye kuwafanyia fujo sana, lika limepotea. Katika kipindi chako chote cha kuwaka, ukuwahi kupata ofa ya kwenda kucheza nje ya Tanzania? Sikuwahi kupata ofa kwa sababu kipindi kile kulikuwa mambo ya mitandao na ule kuonekana kulikuwa hakupo. Ukitaka kuonekana umecheza labda mechi na Zanzibar pale ndio wanakuwa na television ambazo, lakini zilikuwa ni zile wanaita nini zile digital. Analog. Kwa hiyo ndio ilikuwa inatumika hivyo. Kwa hiyo kulikuwa hata ukitaka kupata record sio rahisi kuweza kuzipata. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kuonekana huko. Lakini mimi nilikuwa na marafiki wengi sana. Mimi nilikuwa na marafiki Zimbabwe, nilikuwa na marafiki Kenya, umeona, na walikuwa wanaweza kunialika wakati mwingine nilikuwa nakwenda Zimbabwe pale na fanya mazoezi na kina Shaki Tauro, wachezaji ndio kwa wachezaji wakubwa kule. Stale Ndunduma, wachezaji ambao kwa national team, walikuwa wanacheza timu moja inaitwa ilikuwa Bulawayo. Kwa nakwenda kucheza, nafanya mazoezi lakini sio kwa nia ya transfer. Na wenyewe kuonyesha nia ya kwa bado hata transfer kwa mchezaji
na wenyewe walikuwa watu wanajua, yani wanajua, kuna wachezaji walikuwa wanajua sana mpira Zimbabwe. Sawa. Coach, tumemaliza kwenye kipengele cha wewe sasa kucheza kwa ngazi ya klabu. Kabla hatujaenda kwenye ukocha pamoja na timu ya taifa, kuna kitu mimi na mtazamaji wangu tungetamani kujua. Dada yetu ambaye wewe ni mkeo, sisi dada yetu na wewe ni shemeji yetu, mlikutana katika mazingira gani? Na katika familia yako labda una mtoto ambaye anafuata nyendo zako? Tuanze kwa shemeji, tutafuatilia hapo. Unajua kipindi cha nyuma kwanza tulikuwa tunaweka sana, yani familia tunaziweka sana pembeni, kwa sababu bado tulikuwa tunatumika kwenye mambo ya mpira zaidi, kwa sababu mpira ukichanganya na familia inakuwa viendani. Kwa hiyo baadaye kwa sababu unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ATC House au Tanko House. Sasa restaurant yetu kubwa ilikuwa inaitwa Chinese, iko hapa Kitega, chumi cha insurance hapa opposite na nini hapa, ilikuwa ofisi moja, kituo cha habari, siwezi kutaja jina lake. Kwa chini pale pa kuna restaurant moja iko underground, lakini iko inaitwa Chinese. Kwa hiyo vitu vingi vya China ndio kuna kutumia pale. Kwa ndo center yetu kuna kunywa chai na kula chakula cha mchana pale. Kwa hiyo unaona sasa maua yako mengi yanapita pita pale, umeona. Kwa hiyo ukaona maua akapita basi ukatosa nani mduano, mambo yakaenda, ndio tukaanzia ukatupa karata zako. Wewe ukatupa karata basi kaenda. Wakati huo bado alikuwa anafanya kazi TANESCO. Wakati tuko pamoja ndo akapata kazi sasa. Akaenda TBC kwa sababu hobi yake ilikuwa ni kuwa mwandishi, kutangaza. Kwa nami siwezi kumzuia kwa sababu ndo choice yake mwenyewe. Kwa amekwenda na hiyo, baadaye ndo akatoka pale akaenda Channel 10, alafu akaenda Radio 1, alafu ndo akawa yuko kwenye vyombo vingine. Kwa hiyo tafuteni siku nyingine, lazima uwe na discipline ili uweze kukaa kucheza mpira for long time. Uwe na discipline. Yani usiwe mlevi, usiwe na vishawishi vingine, yani uwe mtu ambaye unazingatia nidhamu ya maisha, chakula, nini, malezi, vurugu zile za mwingine unaachana nazo. Sasa ukichanganya hivi vitu ndio utakuta sasa mchezaji anashindwa, unakuta anakuwa na injuries nyingi, unakuta performance yake inakuwa up and downs, unaona. Lakini kama sisi yani ukiwasha moto toka mwaka 1980 mpaka 85 moto uko vile vile. Umeona? Sasa watu wanashangaa huyu mchawi au vipi? Kumbe sisi tunafanya mazoezi, alafu tunajali huyu maisha unakaa hivi. Okay, sio kama tulikuwa twende kwenye muziki, tulikuwa tunakwenda kina Nguza piga makwizi hapa Ubungo juu pale, tunakwenda dance inaisha saa alfajiri saa 11 ndio natafuta daladala kule na fire. Kwa hiyo ni maisha ambayo tumepitia. Sasa yani mliweza kupangilia ni muda gani muda wa kazi na muda gani muda na sisi tuliweka kwamba ukishamaliza mechi ya Jumamosi, kwa hiyo Jumamosi ile usiku unaweza kwenda kujirusha. Kwa sababu tutakaporudi Jumapili sasa utapumzika, Jumatatu ndio utaanza concentration ya mazoezi ya wiki nzima ili upate mechi nyingine Jumamosi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa kifupi kwamba kipindi chenu mliweza kukaa pamoja mafahari wawili kwenye zizi moja, kwa sababu hata ile mitandao kuonekana mara kwa mara wote haikuwa kubwa sana. Kwa hiyo ni maisha ambayo tulikuwa tunaishi hivyo, na of course na kitu kingine unajua ambacho nadhani kinatuwekesha hivi, si kama hatujakosana. Unajua hata glass ukiziweka kwenye nani hivi lazima zigongane. Kwa hiyo kuna kuepo, lakini tunakubali kuabsorb, yani usitaki competition, yani wewe ukubali kuyapokea. Sawa. Umeona na kusema asante, samahani, whatever. Yani yapo. Neno asante na samahani limetumika sana. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa tu labda amepita anakuja kukusalimia, kaona labda pengine unaongea na msichana mwingine, tayari yeye anachukua yeye tayari nani yule si nani. Sasa ugomvi wao unaanzia hapo. Simu sijui nini kaanza simu zamani, ukija simu yake hivi nini unaongea na nani si nini, ndaanziaga huko. Aidha sisi amna, mimi hata leo sasa hivi kipiga simu hapo chwa ataipokea yeye. Tuwasi vijana sasa hivi wajaribu kuiga hii mifano. Sio mtu mnafunga ndoa siku 5 baada ya mwezi mmoja tayari huyu ana huku baadaye inakuwa shida. Hapana. Once mmeshakubaliana, na bahati mbaya sisi wa Kristo ni kwamba Wakatoliki especially kwamba
yani ndoa inakuwa ni moja. Unless kuna tatizo lingine, changamoto nyingine za kimaisha, kiugonjwa, kufariki, ndio kinatenganisha ndoa. Otherwise tunakwenda, na kwa umri wetu sasa hivi tumekuwa watu wa kanisani sana. Yeye yuko kwenye baraza la walei, katibu msaidizi, mimi niko hapa kwenye jumuiya yetu, mimi ndo mwenyekiti. Kwa hiyo yani mimi ni kanisani na mimi. Umeona? Kwa hiyo wote sasa tunakwenda kwa chini ya Mungu. Yani tunaishi hivyo. Yani ndio tutaweka mambo yetu. Mtazamaji wetu wa Daily News Digital, nadhani tumeweza kusikia mengi kutoka kwa coach. Ametueleza mengi sana, kuanzia anacheza mpira, lakini pia hapa karibuni tumetoka kuongelea swala la familia, namna ambavyo amekutana na mama yetu Betty Mkwasa, mambo ambavyo ameenda na ushauri ambao amejaribu kutoa kwa vijana hasa ambao ni mashuhuri kwa sasa, lakini ushauri wake unaweza ukawafuata ambao sio mashuhuri, kwamba ukiweza kutumia vizuri neno asante na samahani, huenda ndoa yako ikakaa muda mrefu.